Pale Kenya bana, hivyo jana tumeshuhudia kutangazwa kwa kifo cha Raila Odinga, ambako Rais Ruto alitangaza rasmi, sawa bwana. Na kwa wale ambao wamekuwa kufuatilia utajiri wa habari wa ATV saa moja, walishuhudia kuhusiana na kila ambacho kinaendelea pale nchini Kenya, sawa bwana, baada ya Rais Ruto kutangaza maombolezo pale, lakini pia mambo yalivyo juu ya Raila Odinga. Kasema si vibaya tukaanza nayo kwa Morning Express hapa, alafu tutaangalia mengine kwa jirani zetu. Godfrey Mchungu anakumbukwa kwa namna gani hasa kwa Kenya pale? Raila Odinga aliwahi kuwa waziri mkuu wa Kenya sawa 2013. Kwanza unapozungumzia baba wa mageuzi katika siasa za Kenya, hauwezi kuacha kulitaja jina la waziri mkuu mstaafu na moja ya kiongozi wa upinzani mashuhuri, Raila Odinga. Ni kiongozi ambaye anataja kwamba tunapozungumza mageuzi makubwa ya kikatiba na kisheria hata katika mfumo wa vyama vingi, Raila Odinga ni kiongozi ambaye historia ya Kenya imekuwa kimbeba mgongoni. Of course amegombea urais takriban mara 5 na hakuweza kushinda, lakini ukitazama ni kwamba anatajwa katika historia yake ya kisiasa, na hata ukifuatilia ni kwamba amekuwa ni mtu ambaye akifanya zile siasa, tunasema siasa za ustahimilivu, kwa sababu amekuwa akishindwa kwenye urais, amekuwa akiingia kwenye serikali za umoja kitaifa, amekuwa akifanya ushirikiano na vyama ambavyo kimsingi vimekuwa kwake yeye labda vimetofautiana naye, au labda anatajwa kwamba alivishinda katika uchaguzi. Na ukisoma historia yake, wengi wanahitaji kuanzia mwaka 2007. Tunakumbuka kwa mfano katika uchaguzi ambao ulikuwa unamhusisha yeye kama kiongozi wa upinzani na aliyekuwa rais wa Kenya Mwai Kibaki, na taifa la Kenya likaingia kwenye machafuko makubwa sana. Takriban watu 2000 inatajwa kwamba waliweza kufariki katika vurugu zile ambazo zilitokea mwaka 2007. Na ukitazama katika kipindi kile, aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan na aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa walikuwa katika sehemu ya timu ya maridhiano na upatanishi. Tukashuhudia Raila Odinga akawa waziri mkuu wa Kenya akitoka kwenye chama cha upinzani. Lakini vile kutazama katika mwaka 2017, baada ya kushindana mshindano wake wa kisiasa Rais Uhuru Kenyatta, vile baada ya kushindwa na Odinga kuja kujitangazia kwamba yeye ni anasema rais wa wananchi, kwa sababu tume ya taifa ya uchaguzi ilimtangaza Uhuru Kenyatta kama ni rais wa Kenya, lakini akaja mtaani akajitangaza kama ni rais wa wananchi. Tukashuhudia vile akaingia kwenye serikali ambayo inafanyika kama handshake, yani serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini tukashuhudia vile hata uchaguzi mwaka 2022 ambao ulihusisha chama chake cha ODM na chama cha UDA na muunganiko wa Kenya Kwanza dhidi ya Rais Ruto. Tukashuhudia vile yakatokea maandamano makubwa ya kupinga bei ya sukari, bei ya unga. Lakini vile tumeshuhudia juzi Raila Odinga vile ameingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ya Rais Ruto. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba kwenye harakati zake za kisiasa anataja kwamba kama unataka kwenda kujifunza siasa za maridhiano na kama unataka kujifunza siasa za ustahimilivu, lazima uende kujifunza kwa waziri mkuu mstaafu Raila Odinga. Ndio maana ukitazama katika moja ya watu wengi ambao wanamzungumzia, marais wengi, viongozi wengi wanamtaja kwamba ni baba wa ustahimilivu, baba wa mageuzi na mwana majumui, kwa sababu amekuwa akishindwa kwenye uchaguzi, lakini yupo tayari kukaa kwenye mazungumzo. Sio kukata tamaa. Yani yupo tayari anashindwa uchaguzi na anakaa kwenye mazungumzo, maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye amekuwa akitajwa kwamba amefanya hizo siasa za moja kitaifa. Hata uchaguzi mwaka 2022 ambao ulimhusisha yeye na rais Ruto, kutazama mageuzi ya kikatiba ambayo alipelekea kuanzishwa katika mahakama ya upeo maarufu kama High Court, ilimsababisha Odinga kuungwa mkono na Uhuru Kenyatta na Ruto kuungwa mkono na
huyu nani amepita Gachagua ambaye alikuwa naibu wake wa rais. Lakini kwa sababu mabadiliko makubwa ya kikatiba, uhuru wa kufanya maamuzi yakamfanya Rais Ruto kuweza kushinda urais, ambapo rais ambaye madarakani alikuwa anamuunga mkono Raila Odinga. Kwa mabadiliko ya kikatiba ukitazama yeye ameyapigania, lakini wanufaika wakubwa wamekuwa ni wapinzani wake wa kisiasa. Kwa hiyo kwa haraka haraka unaweza kumtaja kama ni kiongozi ambaye amechochea mfumo wa kimegeuzi. Na hapo unaposema makubaliano pia utakumbuka hivi juzi tu amekuwa na ushirika mkubwa kabisa na rais ambaye yuko madarakani hivi sasa Dr. William Ruto. Na mpaka wapinzani wakawa wanashangaa sasa inakuwaje mtu ambaye alikuwa ndio mpinzani mkubwa wanakaa meza moja na Ruto, lakini aliona kuna namna mushkeli na nini inabidi watulize ghasia. Tunamtazama kwa namna gani kwa upande wako mchambuzi wetu pia of course mwangalizi wa masuala ya siasa? Ni mtu ambaye huwezi kutaja siasa za Kenya kwa mkwepa, kwa sababu cha kwanza amekulia katika ulingo wa kisiasa. Huyu ni mtoto wa makamu wa kwanza rais wa Kenya. Jina yake ni Jaramogi Odinga kama sikosei, ambaye kimsingi amekuwa katika hiyo familia ya kisiasa mpaka anakuja na gombea ubunge mara baada ya kumaliza masomo yake mwaka 1970 na kupata nafasi ya ubunge kupitia chama cha Ford. Na baada ya hapo sasa harakati za kisiasa zinaendelea. Katika harakati zake za siasa unajua Odinga ni moja kati ya, unapozungumzia siasa za mikiki unamtaja Odinga vile vile katika siasa za Afrika Mashariki. Mtu ambaye amewahi kuwekwa kizuizini takriban miaka 6 wakati akipigania kile kitu kinaitwa mageuzi ya kidemokrasia pale nchini Kenya chini ya mzee Daniel Arap Moi. Halikadhalika babake naye amewahi kuwekwa kizuizini. Ni mtu ambaye alitengeneza ushawishi kutokana na aina ya siasa alizokuwa akizifanya. Umezungumza hapo kwamba Odinga kuna wakati ilibidi tu ajiunge na Dr. Ruto kwa sasa hivi, ni kwa sababu ilifika eneo serikali ya Kenya ikaona sasa bana tumtumie Odinga vizuri, kwa sababu yeye ni mtuliza mawimbi, mtuliza dhoruba, na ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anasikilizwa mno. Raila Odinga ambaye vile vile alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, na tunafahamu katika moja kati ya kampeni za urais ambazo zimewahi kutokea Kenya, Dr. Magufuli hayati aliwahi kutembelea Odinga na kwenda kumsaidia katika kampeni zake. Lakini hata mara baada ya kifo cha Magufuli bado familia ya Dr. Magufuli ilikuwa ikiwasiliana na Odinga. Tumeshuhudia picha za Mheshimiwa Mheshimiwa Jessica Magufuli akitembelea familia ya Odinga pale nchini Kenya. Mpaka sasa hivi wanaita ni radi isiyo unguruma tena. Ni radi ambayo ilikuwa inaunguruma pale Kenya, sasa haingurumi. Jana pia kuna jambo nilinotice, unajua taarifa zimeenea zilienea sana. Lakini sasa ile kauli ya rais ilichukua muda kidogo. Utaona hata Dr. Ruto naye alipata mtanziko mpaka kuja kutangaza maombolezo ya takriban siku 7. Kwa hiyo Odinga ndio hivyo, na ni mtu ambaye hivi karibuni amekuwa akipigania pia afya yake. Umri wa miaka 80, kazaliwa mwaka 1945. Utaona kabisa alikuwa katika level za masuala ya kiafya. Unajua umri unapokuwa mkubwa masuala ya kiafya. Pale katikati kulikuwa kuna tetesi, nakumbuka ile wengine kama wiki mbili zilizopita, bwana mbona Odinga tumuoni hivi na hivi mwezi mmoja. Kakake akajitokeza akamwambia tulieni, acheni, ni binadamu anapigania afya yake. Na unajua India alimpeleka mtoto wake Rosemary. Mtoto wake na matatizo ya macho. Sio kwamba hakuwa kama yeye kwamba ameenda official. Kuna kipindi alikwenda kutibiwa eneo fulani akarudi Kenya. Alivyorudi akapokelewa na umati mkubwa sana wa watu. Akazungumza, unajua Odinga anaongea yake fulani, yani ana toni fulani alikuwa anazungumza. Sasa walipomzunguka akaambia wakanifanyia operation na kule kwingine kuko sawa. Mambo zinaenda vizuri. Kwa hiyo ni kwa kweli unazungumzia ushawishi, na hapo na taarifa zinasema pale Kenya mamia ya watu wanajitokeza katika makazi yake kutoa heshima za mwisho. Yes, lakini kwa kuongezea hapo bwana Samson Charles katika, unajua kabla ya kifo chake alichukua hatua baada ya kushindwa urais mara 5.
akachukua hatua sasa ya kwenda kugombania kamisheni ya Umoja wa Afrika. Ilikuwa ni lengo sasa kuja kuongoza kama mwanadiplomasia mashuhuri na kuja kuchukua nafasi sasa hiyo ya utatuzi wa migogoro, kwa sababu katika kamisheni ya AU, Africa Union, kuna kamisheni ya Umoja wa Afrika ambayo mwanzo ilikuwa inaongozwa na Musa Faki. Alishindana na mwenzake kule wa Djibouti, alikuwa waziri wa mambo ya nje, akashindwa. Na kimsingi ni kwamba nchi ya Kenya itumia nguvu kubwa sana kuja kumnadi Raila Odinga, kama unakumbuka. Jumuiya ya Afrika Mashariki, marais wa Afrika Mashariki wakaenda pale Nairobi kwenda kuhakikisha kwamba Raila Odinga anaweza kushinda. Raila Odinga kaanzisha kampeni kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba anaweza kurithi hicho kiti cha Musa Faki. Na wengi walisema kwamba kwa sababu ameshindwa urais mara 5, labda sasa anageuka turufu yake kisiasa kuna siasa za nini za kimataifa. Sasa hoja ya msingi ambayo sasa imeibuka ni kuelekea 2027 na mwanzo mpya wa siasa za upinzani bila Raila Odinga baada ya kifo chake sasa. Kwa sababu takribani miongo 40 kutoka miaka 40 siasa za Kenya zimekuwa zikiongozwa na Raila Odinga kwenye hasa upinzani. Sasa Kenya itaelekea kuna uchaguzi mwaka 2027 bila jina Raila Odinga. Na kuna wanasiasa ambao wanatajwa katika siasa za Kenya. Ndio. Na wengi kwa tazama washaanza kujipanga. Sawa. Cha kwanza vuguvugu la vijana wenyewe ambao wao wameshaanzisha chama chao 45 People Congress cha 47 Voice of Kenya Congress, chama cha vijana. Lakini vile kuna chama cha Martha Karua, alikuwa mgombea wake wa urais kutazama mwaka 2022. Aliendelea kuwa na misimamo yake pamoja na kwamba Odinga kuingia yakaingia ana chama chake. Lakini kutazama Jaji Maraga naye anataka nafasi ya urais. Kwa sasa 2027 vile kuitazama uchaguzi wa Kenya utafanyika bila jina Raila Odinga. Kwa sasa kabila ni hapo umeitazama upinzani sasa. Kwa sababu Kenya itakuwepo bila upinzani jina lake ambaye ndio imekuwa, kwa sababu itakuwa za namna gani sasa zipi hasa. Kwa sababu ukitazama kwa wapinzani ambao wapo sasa hivi Kenya, vijana, Martha Karua, Jaji Maraga, sawa, na Rigathi Gachagua, hao ndio wapinzani ambao washaanza kujipanga. Lakini ukitazama ni kwamba baada ya Raila Odinga kuchukua initiative ya kuhakikisha kwamba anajiunga kwenye serikali ya mseto ya Kenya, vile vile kuna watu wanahisi kwamba kama anawasaliti wale vijana na siasa za upinzani. Sasa hawa na siasa ambao tumewataja wanaweza kuziba hilo pengo, na ukiweka hitimisho kwamba Raila Odinga anatokea kwenye kabila kubwa katika nchi ya Kenya. Kwa sababu lazima tuseme kwamba siasa za Kenya zimenywa katika ukanda. Of course. Wajaluo, wa Kikuyu, ndio, Wakamba. Sasa fikiria wanaingia katika uchaguzi hawana jina Raila Odinga. Kwa sasa vile vile siasa za Kenya mwaka 2027 zitakuwa ni siasa za tofauti. Uchaguzi bila jina Raila Odinga.